Yes, bana hii ni Bongo Star Recap. Na leo kwenye Bongo Star Recap nimekuletea ngoma ya kwake bana Mbosso Kani, Ozalima. Ozalima ni wimbo ambao una trend sana. Na nimeona kwenye page ya Instagram na TikTok Mbosso amewaposti watu wengi sana. Hii yote ni kupromote wimbo wa Ozalima. Of course kwenye mashairi hakuna shida. Lakini sasa nataka tu jump chap kwenye Ozalima na nigusie kidogo mashairi ya Ozalima. Yanasemaje? Inaweza kuwa umeusikiliza lakini hujasikiliza kwa kina. Bana, kipindi naendelea, make sure una subscribe Mwingwa TV. Yes, pia ni follow katika mitandao ya kijamii. Subscribe, alafu mambo mengine yaendelee. Kwanza Ozalima, sio Ozalima, Ozalima. Ozalima ina L. Ozalima ni neno la Kihindi ambalo linatokana na ni Urdu word. Hayo ni makabila, si ni lugha za huko India, lakini ni India the source. Origin ya neno Ozalima ni India. Kumbuka Ozalima watu wengi wamesema kwamba alimba Shahrukh, lakini Mbosso hapa ameitumia Ozalima pia. Sasa maana yake nini Ozalima? Ozalima ni kwa Kihindi ni kama oppressor au mtu ambaye mnyonyaji, mkatili, cruel person. Lakini sasa nini kimetumika hapa katika ushairi na katika fasihi? Kazi ya fasihi au inamruhusu msanii kuweza ku-exaggerate fact. Yani maana yake ni kwamba anaweza akatumia neno katika namna ambayo anaona yeye itampendeza kuweza kudeliver kile kilicho bora au kudeliver ujumbe ambao ameukusudia. So ukatili unaongelewa hapo Ozalima ni ukatili wa kimapenzi ambao huu umemfanya sasa Ozalima amnyanyase kihisia, in sweet way, kwa maana katika namna ambayo ni ya kimahaba. Ozalima anakuwa anamnyanyasa Mbosso sana. Kwa hiyo hiyo ndo namna ambayo yes imeelezewa hiyo Ozalima. Sasa ni kwamba kwenye wimbo huu anamuita mkatili kwa sababu yeye ni ananyanyasa penzi lake. Umeona, ananyanyasa penzi la Mbosso Kani, ndio maana akatumia neno la mkatili. Sasa kuna verse mbili, mimi definitely nimependa verse zote sababu zina maana kubwa sana, verse zote mbili. Na humu ametumia mashairi konki sana. Kama mnavyomjua Mbosso ni mshairi, na mashairi yake of course yanavutia wengi kutokana na upekee wake, namna anavyotumia sanaa kuweza kufikisha hisia na ujumbe katika jamii. Kwanza kabisa kwenye verse ya kwanza anasema nitafuga mbwa wa meno makali. Unajua mbwa wa meno makali, kama umepitia kwenye peji za Mbosso kuna midogi miwili ameikamatia. Kwanza aliposti vidogi vidogo, lakini baadaye aliposti midogi miwili mikubwa ming'anga, tunaita ming'anga, na mimeno nini ile mijibu ya kizungu ile, unajua. Sasa ndio hiyo ambayo ameifananishia Mbosso Kani kwenye wimbo wa Ozalima. Akasema nitafuga mbwa wa meno makali Ozalima, lakini haitoshi, nitabandika kibango ambacho kimeandikwa hapa hatari. Nadhani wale Waswahili wenzangu wanajua, ukienda nyumba ambayo ina mbwa mkali utakuta bango limeandikwa danger, hatari, alafu ndani kuna midogi, ukipita nje tu. Sasa ndo anamfananisha namna gani atamlinda Ozalima. Kwanza cha kwanza atafuga mbwa wa meno makali, lakini atabandika kibango ambacho kinaonyesha danger, yani watu mnaomnyapia Ozalima nimekula kwenu. Bwana anaendelea kwa kusema kwamba nitaajiri komando, atajiri komando. Bwana Anodi na Rambo. Hivi mimi mnajua Rambo na Anodi? Oya, Anodi na Rambo ndo watu ambao ni majanti kwenye action movies. Unaambiwa bwana Rambo, picha kivita Rambo, wewe unaambiwa hii hatari. Ina maana Rambo ana nguvu, Anodi ana nguvu. Sasa imagine Ozalima analindwa na Anodi, Schwarzenegger na Rambo. Naona Rambo namkuta na lile machete lake kwenye zile movie zake za kivita zile, au mkute Arnold Schwarzenegger kwenye Terminator na ile bunduki lile linamwaga marisasi mengi ile. Hatari. Ndio Mbosso anasema hapo. Sasa atawajili Anodi na Rambo, lakini vile vile anasema hao ndio wakulinda Ozalima. Lakini vile vile anasema niwe katuni ya Rango. Kila mmoja anajua katuni ya Rango. Kama hujui itafute. Rango, unamkumbuka Rango? Anapochekesha. Kuna scenario moja Rango alikuwa anaacha mambo yake, anafuata rafiki. Anawafuata kimona mtu anatembea hivi na anamwigia. Ile yote ni joke, ni utani ambao utamfanya Ozalima aendelee kufurahia uwepo wa mapenzi ya kwake yeye na Mbosso Kani kwenye Ozalima hiyo. Huwa atamfurahisha maana yake. Lakini vile vile anasema kwamba niwe katuni ya Rango,
lakini niwe na vituko kama Bambo. Bwana Mbosokani unatisha sana. Bambo ni mmoja wa wachekeshaji ambao sisi tumecheka sana kupitia Bambo. Bambo naoma sana. Yaani tumecheka sana kupitia Bambo. Sasa imagine Ozarima ndo atatafutia mtu, jamaa anasema atajivika husika awe katuni ya rango, lakini vile vile atakuwa kama vituko Bambo. Ili mradi tu Ozarima afurahi na endelee kuwa yes na hilo penzi. Umeona sasa? Yote hiyo ufurahi Ozarima anaendelea hapo kusema. Sasa hiyo vesi ya kwanza ndo kamsifia hivyo, ameeleza jinsi gani anaweza kumlinda Ozarima, atamtafutia Anodi na Rambo, atamtafutia yes atakuwa na furaha, atamtafutia amani, atajifanya kama atajifanya kama Bambo na ajifananisha na katuni ya lao, lakini atafuga mbwa wakali. Sasa vesi ya pili Mbosokani anasema kwamba hii pia imeandikwa katika usanii mkubwa sana. Vesi ya pili imeandikwa katika usanii wa hali ya juu ambao of course mwenyewe imenivutia sana. Anasema huota bila mpangilio, mapenzi majani. Hapa anastuka, yani Mbosso haelewi. Mbona sijielewi? Majani yanaotaota tu. Anaota bila mpangilio. Sasa hapa sijui kwamba anamaanisha huota bila mpangilio, yani ana dream ndoto kama ndoto, au anaongelea haya majani ambayo huota bila mpangilio. Yanaambia hapo. Lakini mimi hapa nimeelewa kwamba majani yanaota bila mpangilio. Lakini hata kama ni ndoto, ukiwa unampenda mtu, unakuwa kama Zuzu, unastuka tu ovyo. Unamuota. Wewe hatari. Anasema na kama kuna makadirio penzi lake yeye na Ozarima, kama kuna makadirio basi ni uzito wa tani. Bwana amechukua tani nzima ya uzito, ameifananisha mapenzi yake yeye na Ozarima. Bwana inaoma sana. Lakini Biblia inasema ni kupambe kwa mapambio ya Tanga Pangani. Bwana hamna mtu asojua Tanga na mahaba, Tanga na huba. Noma sana. Anasema ni kupambe kwa mapambio. Mapambio yale unajua, lakini vile huko kutoka wapi? Tanga Pangani. Bwana noma, ni kupambe kwa mapambio ya Tanga Pangani. Ampambe kwa mapambio ya Tanga Pangani. So Ozarima anaenjoy sana. Umempata mtu, je, haya mapenzi yapo? Wewe unamlinda? Unaweza kumpamba hivyo Ozarima wako? Yes. Sasa anaendelea Mbosokani huko anasema kwamba na wewe unipe vya marudio vya kale zamani. Kila mmoja anafahamu kwamba ya kale dhahabu. Ya kale dhahabu. Naambia na mimi unipe ya zamani. Ya kale zamani. Bana, hebu tuambie kuna kipi cha kusema kuhusu wimbo huu wa Mbosokani? Bana, Buju imetoka. Buju si Buju. Buju ya Alikiba imetoka, bado ni ya moto. Mbosso ameachia tena chuma Ozarima, bado ya moto. Wengine wanasema amekopi, amefidia, amefanya nini? We don't care. Hiyo copy tunaiona amechukua tu, sio kukopi search. Mbosso hajakopi. Amechukua tu maneno kwa sababu Sharukani alisema, Sharukani ni Muhindi na alimba Ozarima, watu wakasema naye amechukua kwa Sharukani. For me ile ni kazi ya sanaa na muziki umefanya kazi yake. Ndio sanaa bwana, uwezo kusema wewe uko blind, upo kwenye kijiji, you don't want to grow. All in all, isikilize Ozarima kwa masikio matatu, utaona utamu wa Ozarima. Bwana, keep streaming. Mimi ni Amri Mwingo na hii ni Bongo Star Recap. Hapa tunakuletea stories za mastaa mbalimbali, lakini vile vile tunakuletea stories za entertainment, music and so on. Ili usipitwe bana, channel yetu inakuwa kwa kasi sana. Thank you for those who are following. Wewe kama bado hujanifollow, make sure that you follow me. Now let's go. Keep in touch for the next Rika na kuletea mashairi mengine bomba sana na stories za mastaa. Endelea kubakia hapo.